mwanzo wa siku 10 ama mwanzo wa siku za mwezi wa Dhulhijja. Wakadhalika qala Abdullah ibn Zubair, hivyo Abdullah ibn Zubair anasema kwamba na yeye ndio hivyo, hizo ndizo siku 10 ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi wa Dhulhijja. Wa Mujahid wa Masruq wa Ikrima wa Qatada wa Dhahak wa ghayruhum min as-salaf hadhihi al-umma, ni wengi waliosema kwamba, waliokubaliana Ibn Abbas kwamba hizo siku zilizotajwa ni siku ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi wa Dhulhijja, mwanzo ama siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Bal inna Allah ورجحه ابن جرير الطبري ونقل عليه إجماع أهل التفسير. na watu wa tafsir wanasema kwamba maneno hayo yana usahihi wake. بل إن الله عز وجل أقسم يوم عرفة مما يدل على أن له مزيد فضل وعظيمة على أيام العشر الأخرى. فقال تعالى في سورة البروج: ألافتنا الله سبحانه وتعالى أكأبك سيكو مكوانبا عظيم، سيكو مكوانبا دو محل شاهدنا سيكو يا عرفة. أمتسمى الله كتك سورة البروج: وشاهد ومشهود. الله كسيما kwamba yani qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-yawm al-mashhud ni siku gani? Huwa yawm Arafa. Al-yawm al-mashhud, Allah anaapa kwa siku ya al-mashhud, yani yawm Arafa. Wa shahidun, na shahid ni nini? Ni yawm al-jum'a, ni siku ya Ijumaa. Bimaana Allah ameapa kwa siku ya Ijumaa na siku ya Arafa. وبذلك فسره أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. يعني الخليفة الراشد، خليفة وكيونغوزي أمة بوكامبا علي بن أبي طالب na Abu Huraira, wote walikuwa ni miongoni mwa masahaba wa Ibn Abbas, hao wote walikuwa ni masahaba. Wanasema kwamba hiyo ndio tafsiri. Kwa hivyo ndugu zangu, hii ni siku ambayo kwamba ni adhim amama inda Allah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadila hii. Wenda kwa wakati mwingine inshallah tutazungumza fadila nyingine inaonyesha siku, yani fadila ya siku ya Arafa. Wallahu a'lam, wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.